Na kuna familia jijini Mombasa inadai haki baada ya mwana wao mwenye umri wa miaka 14 kuuawa kwa kupigwa risasi na afisa wa polisi wakati wa sherehe za kulaki mwaka mpya. Dennis Ringa ambaye ni mwanafunzi wa gredi ya 6 katika shule ya msingi ya Utange, kaunti ndogo ya Kisauni, alifariki saa chache baada ya saa 6 usiku wa tarehe mosi mwezi Januari katika kile walioshuhudia na jamaa za mwathiriwa wamekitaja kuwa hatua ya kutokabiliana na maafisa wanaoaminika kuhudumu katika kituo cha polisi cha Bamburi. Mauaji hayo yamezua ghadhabu, huku wakazi pamoja na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu wakihoji matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya mwathiriwa huyo, huku mwito ukiendelea kutolewa kutiwa nguvuni na kushtakiwa kwa afisa aliyehusika. Huku fashfashi za fataki zikirembesha anga kukaribisha mwaka mpya, mkasa ulikumba eneo la Utange huko Bamburi kwenye kaunti ya Mombasa. Dennis Ringa mwenye umri wa miaka 14 ambaye ni mwanafunzi wa gredi ya 6 katika shule ya msingi ya Utange alifariki mapema asubuhi ya tarehe mosi mwezi Januari mwaka huu katika kisa ambacho kinahusishwa na maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Bamburi. Jamaa wa mwathiriwa pamoja na wakazi wamesema Dennis alikuwa ameandamana na watoto wengine 5 kwenye eneo hilo la makazi wakati maafisa wawili wa polisi waliokuwa wameabiri pikipiki waliwasili. Wamesema afisa mmoja alikuwa amevalia sare rasmi huku mwingine akiwa na mavazi ya kawaida. Walioshuhudia wamesema watoto hao walitoroka, lakini Dennis alipigwa risasi kutoka nyuma alipokuwa akijaribu kutoroka. Sasa kulingana vile wenzake walikuwa wanatoroka, huyo akawa bado ameshikwa na ule usingizi, hakuweza kuamka kwa haraka. Alipoamka kwa haraka, wenzake akawa kwa distance. Kuna yule mdogo mkubwa wake akabidi akamuita, Deno njoo. Hasa vile kadri anavyoenda, akawa huyu polisi mmoja alikuwa amevaa sare, mmoja alikuwa amevaa raia. Sasa katika huyu ambaye alikuwa amevaa raia, yeye ndo alikuwa yuko na pikipiki. Huyu mwingine ndo alikuwa amevaa hiyo sare ya polisi, yeye ndo amempiga risasi akaanguka. Kadri lile linavyoenda, wakabidi wakageuza gari pikipiki wakaenda na saidi nyingine. Hili tukio limetokea kwangu. Hao watoto wamechezea pale kwangu. Usiku wakati huyo shughuli imeisha, hiyo apinio imeisha. Hao watoto nimeona tukio, huyu jamaa kabisa kaja hapo dirishani hapa kashuti hiyo bunduki yake hapo dirishani kwangu. Kwa kweli liniuma sana na sikujua huyo mtoto, maana alishuti kupitia huo mkono mwingine huko, sikujua amemshuti nani. Lakini kusikia hiyo mlio wa risasi kutoka, mimi kwenda kufuatilia hiyo siku, hakukuwa na mtu yoyote nje, nilikuwa peke yangu na mvua inanyesha. Kwa kweli yani kama tukio mliolifanya sio vizuri, na uchungwa mzazi anejua ni mchungwa mwana anejua ni mzazi. Dennis ambaye alifariki kutokana na majeraha ya risasi, hali iliyovuruga sherehe na kusababisha majonzi katika eneo hilo. Nikajaitwa kwamba mtoto wangu amepigwa risasi. Amefanya nini mtoto wangu? Amefanya nini mwanangu? Ameuliwa na nani? Ampigwa risasi. Imekuwaje? Na hata mwanangu si mwizi, havuti, hachongi. Mtoto wangu si mchokozi, mtoto wangu ni mtulivu. Mtoto mdogo huyu wa class 6. Kwa nini anadulumika hivi? Anapigwa risasi tu. Afadhali angempiga hata ya mguu, ningemuuguza hiyo mguu nikajua mtoto wangu yuko hai. Kwa nini anamuua direct? Mwili wake ulipelekwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali kuu ya matibabu maalum ya Coast General, ambako umehifadhiwa ukisubiri kufanyiwa uchunguzi. Serikali tafadhali ingilia kati. Nitetee serikali tafadhali. Nahitaji msaada wako kupoteza mwanangu mimi. Naomba serikali ichukulie kati, ikae na ukakamavu. Mimi naomba tena serikali ifanye juhudi chini kabla Jumatatu, hata ninapoenda kufanya postmortem. Shirika la kutetea haki za binadamu la Vocal Africa limekashifu mauaji hayo, likisema kuwa ni kitendo cha mauaji ya kiolela, likitoa wito wa kukamatwa mara moja kwa maafisa waliohusika. Wale maafisa ambao walihusika kwa hili tendo wanajulikana, washikwe mara moja, wawekwe korokoroni. Hatutakubali hatua nyingine yoyote ikiwa sio hao polisi kushikwa na kuwekwa korokoroni. Kwa hivyo tunataka kuhakikisha kwamba IPOA
who have the responsibility of following up on police excesses, they do their job and they make sure that justice is done for Dennis. Ben Chumba, Darubini Wikendi.